Bakari Selemani Msimu ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania waliong'ara sana katika msimu uliomalizika hivi karibuni wa Ligi Kuu Tanzania Bara, akiwa anaichezea klabu yake ya Coastal Union ya pale jijini Tanga. Katika mechi zote 30 za Coastal Union, Bakari Msimu ambaye umri wake kwa sasa ni miaka 18, kwa sababu taarifa za kanzidata ya bodi ya ligi zinaonyesha amezaliwa Disemba mwaka 2007. Kwa hiyo hivi sasa ana umri wa miaka 18. Ifikapo Disemba mwaka huu atatimiza miaka 19. Lakini amekuwa miongoni mwa nyota waliong'ara sana, kwa sababu akitumikia nafasi ya winga wa kulia, winga wa kushoto. Goli lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Akaisaidia timu yake ya Coastal Union kumaliza katika nafasi ya 8 kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara, ligi yenye ushindani sana, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, ikizidiwa kwa viwango vya ubora na ligi namba 1 Misri, ligi namba 2 Morocco, ligi namba 3 Algeria, namba 4 Afrika Kusini. Ligi Kuu Tanzania Bara ingali katika nafasi ya 5 juu ya ligi kuu ya Tunisia inayoshika nafasi ya 6, Angola nafasi ya 7. Sasa ni kwa sababu gani amesaidia? Kwanza, cheza yake yeye, licha ya kwamba ni kijana mdogo, lakini amekuwa na uwezo mkubwa wa kuvuruga mno walinzi wa timu pinzani kwenye maeneo yanayocheza, na hasa pembeni kushoto, huku guu lake lenye nguvu zaidi likiwa la kulia kama inverted winger, kwa sababu mfumo wa Coastal Union upande wa kushoto alikuwa akicheza zaidi yeye, upande wa kulia alikuwa akicheza zaidi Shiza Ramadhani Kichuya ambaye guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto, kwa maana kwamba wote walikuwa ni inverted wingers. Sasa Bakari Msimu kupokea mipira ya kwanza, chenga, kasi, ndio mtaji wake ambao ulisaidia sana kuifanya Coastal Union ipate fursa ya kuwasumbua walinzi wa timu pinzani na kisha wenzake kupata nafasi ya kufunga, akiwamo Maabad aliyemaliza ligi akiwa na mabao 10. Lakini kimsingi cheza yao Coastal Union kwenye upande wa kushoto anakopatikana Bakari Msimu, jezi yake mgongoni nambari 19 ilikuwa ni eneo mojawapo paswa kichwa kwa walinzi wa timu pinzani, lakini pia silaha ya benchi la ufundi katika kuipa Coastal Union matokeo. Nafasi ya nane walimalizaje? Ni baada ya kufikisha pointi 36, lakini wakifunga mabao 31. Kwenye mabao haya 31, Bakari Msimu alikuwa amehusika vipi? Kwanza, alicheza mechi 26 kati ya 30 na dakika alizocheza zilikuwa ni 2024. Tazama, ni kijana mdogo lakini acheza mechi nyingi, ndio, lakini akafanya jitihada za kupiga mashuti akapiga 26. Kati ya hayo mashuti 8 alilenga shabaha, halafu akafunga mabao 3, akatoa assist 2, akichangia mabao 5, ambayo ukilinganisha na mabao yote aliyofungwa na Coastal Union 31, utagundua kwamba goal contributions, mchango wake wa mabao kwa ujumla, kwa maana aliyofunga na assist, ni around 16%. Sasa Bakari Msimu kwa kiwango kizuri alichokionyesha, kwa baadhi ya sifa nilizotoka kuzielezea, ndizo ambazo sasa ishangazi kuona akihusishwa na timu mbalimbali kubwa, na mojawapo inayotaja kana kwamba ishamalizana naye. Kilichobaki ni yeye kutambulishwa rasmi na kuanza kuitumikia katika msimu ujao 2026-2027, ni pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio taarifa zimewahi kuchapishwa kwamba katika makubaliano hayo mpaka kiwango cha mshahara kinatajwa na usajili wake inadaiwa umehusisha zaidi ya shilingi milioni 100 za Kitanzania. Ni uthibitisho tu ni kwamba alionyesha kiwango bora kwa kiasi gani kijana mdogo ambaye ameanza kuonekana katika Ligi Kuu Tanzania Bara msimu akiwa na Coastal Union msimu wa 2023-24, akawepo msimu wa 2024-25, na sasa ametoka kutumikia Coastal Union msimu wa 2025-2026. Wekundu wa Msimbazi Simba wanatajwa kuwa tayari wameshamalizana na kijana huyu ili ubora wake aje aonyeshe chini ya kocha Steve Barker, aje aonyeshe akiwa anaungana na wakali wengine wa hizi kazi, Libasegeye, Anise Ura, Ladak Chasambi, Mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama na wachezaji wengine ambao bila shaka Simba itawasajili kwa msimu ujao 2026-2027. Kwa vyote vile, kama hiki kinachoelezwa kitakuwa ndivyo kilivyo, maana yake Bakari Msimu atakuwa anaungana moja kwa moja na mfumo wa Simba kwenye kucheza ambao kwa kiasi fulani unalingana na kile ambacho alikuwa kikifanya ndani ya Coastal Union, kwa sababu
Simba katika cheza yao chini ya kocha Steve Barker huwa wanaanza baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, ama wakiwa na mshambuliaji wa ukweli uwanjani. Maana hapa wanakuwa na mshambuliaji bandia ambaye alikuwa ni Eli Mpanzu Kibisawala. Akiwepo Selemani Mwalimu wanakuwa na baada ya golikipa walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja ambaye anakuwa Selemani Mwalimu. Sasa yeye anaweza kucheza katika maeneo haya pembeni kati ya wale viungo watatu washambuliaji, nafasi ambazo hucheza akina Ladak Chesambi, Libasege, Anise Ura. Lakini hata katika wale viungo watatu na washambuliaji watatu anao uwezo wa kucheza katika maeneo haya kama miongoni mwa washambuliaji watatu. Ndivyo ambavyo Coastal Union pia alikuwa akitumika, kama nilivyotoka kueleza, upande mmoja akiwa yeye, upande mwingine Shiza Kichuya, ama wakati mwingine anashirikiana akina Mukandala katika kuhakikisha wanatimiza mpango kazi wa Coastal Union kwenye kushambulia. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitaendana na uhalisia katika usajili wa Simba pindi watakapotangaza wachezaji rasmi waliowasajili? Na kama hivyo ndivyo, maana yake ana mengi ya kwenda kuisaidia Simba. Kijana huyu ni shati na umri wake unawapa nafasi Simba kwamba wana uwezo wa kufanya biashara zaidi katika misimu kadhaa ijayo, kwa sababu umri wake bado mdogo. Lakini changamoto hazikosekani. Vijana wa namna yake wanapaswa kuwa na msaada wa kutosha wa utulivu katika klabu kubwa kama Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu Coastal Union anayotoka haina presha kubwa kama ilivyo kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kumaliza nafasi ya 8 kwa Coastal Union wala kukuwa na maneno, lakini kwa Wekundu wa Msimbazi Simba ikiwa tu nje ya timu mbili za juu tayari kunakuwa na balaa. Shinikizo linakuwa kubwa katika kila mechi, ukitakiwa kushinda na kushinda na kushinda. Kwa sababu hiyo anapaswa kujiandaa kwenda kukabiliana na shinikizo la namna hiyo, na kutokana na ukweli kwamba kama kweli taungana na kijana mwenzake Simfuko ambaye alitoka Coastal Union ni kiungo. Lakini changamoto nyingine ni juu ya kupata nafasi ya kucheza, kwa sababu maeneo hayo ndio Simba huyategemea katika kushambulia. Mfumo wa kocha Steve Barker huhitaji sana mawinga wenye kutengeneza mabao na kufunga. Ndio maana unaona Anise Ura, Libasege ni miongoni mwa ambao wamekuwa wakicheza sana katika maeneo hayo. Kwa sababu hiyo yeye anapaswa kwenda kupambana apate nafasi miongoni mwa nyota hao. Nafasi ambayo hata Mpanzu yupo Ladak Chesambi, yupo Libasege, yupo Anise Ura, maana yake lazima ongeze cha ziada kuhakikisha apate nafasi, kwa sababu vinginevyo aweza kujikuta ndani ya Simba akiishia kwa bench, kama ambavyo kijana mwenye kipaji kutoka Mtibwa Sugar, mtoto wa maajabu Ladak Chesambi alijiunga na Simba kwa matumaini makubwa, lakini bado anaendelea kupambana kwa sababu amekutana na wazoefu wa hizo nafasi anazocheza, na hivyo ujio wa Bakari Msimu bila shaka utazidi kuongeza shinikizo la kuhakikisha kila mmoja anaonyesha kilicho bora kwa mshawishi kocha Steve Barker na hatimaye kuinufaisha Simba kwa msimu ujao 2026 2027. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.